wote watambua, Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Haya yote yamefanyika ni kwa niaba ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa mimi nimekuja hapa nikiwa ni mwakilishi wa Mheshimiwa Rais kutimiza ahadi yake ya kuwasaidia na kuwafikia wale wote wenye uhitaji. Kwa naomba hili lifahamike wazi kwamba pikipiki hii Sinoray mpya pamoja na guta jipya na kikundi tulichokiunda ni utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wa kuhakikisha kwamba tunamsaidia Mama P anaweza kurejea katika hali yake ya kawaida. Cheti hiki ni kikundi ambacho tumekianzisha kupitia wewe, ukiwa wewe ni muasisi na mwenyekiti wake, kwa sababu serikali imetenga fedha 10% kwa ajili ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ambao wanaweza wakakopeshwa bila riba, mikopo kutoka halmashauri. Sasa ili uweze kupata mkopo lazima uwe una kikundi ambacho kimesajiliwa. Kwa nilielekeza watu wetu wa maendeleo ya jamii wa kuandalia kikundi hicho na nawapongeza wamekamilisha. Kwa na leo na kukabidhi cheti wewe pamoja na wale ambao ni watu wako wa karibu waliokuwepo na wewe, ambao wameendelea kuwepo na wewe wakati wote wa shida. Lengo na madhumuni ni kwamba usigeuke kuja kuwa mzigo kwao kwa kuwa tegemezi. Kwa kupitia wewe pia, maana yake ni kwamba watakapokuwa wamekidhi vile vigezo vyote, wataomba mkopo, wataweza kupatiwa mkopo, watakusaidia kwa namna moja au nyingine. Hiyo ndiyo falsafa ambayo tumekuja nayo, kwamba tusikuache tu peke yako, lakini na wale wanaokusaidia wasikusaidie bila kuwa na mfumo maalum ambao unaweza na wao ukawapunguzia mzigo wa kukusaidia. Kwa naomba nikukabidhi cheti, tayari nilishakukabidhi. Hiki cheti ni cha kwenu, na wajumbe au wanachama wa kikundi hicho ni wale ambao wewe mwenyewe utakuwa umeridhia wawe wanachama. Kwa ni kuombe kwamba wewe kama mwenyekiti pamoja na katibu mtakayempata wa kikundi, shirikianeni kwa pamoja. Kusiwe na mazogozogo, kusiwe na masigano yasiyo na sababu, lakini wawe ni watu ambao wewe unataka kuwa nao katika kikundi. Jambo la tatu ni kukabidhi vitendea kazi. Sasa hapa tumekuja na pikipiki mpya pamoja na guta. Kwa sababu una uhitaji, hauwezi ukaendelea kuwa unaombaomba na kutegemea watu. Kama ambavyo tumesema kuhusu kikundi. Angalau nimeonelea pamoja na wenzangu mkurugenzi na benki ya NMB tukupatie usafiri. Kwa nakuja kukukabidhi hapa pikipiki hii mpya ya Sinoray. Hii ni ya kwako wewe, ambapo itakusaidia kwanza kukupeleka kwenye matibabu. Kwa tunakukabidhi pikipiki hii rasmi ikusaidie kwenda na kurudi. Lakini wakati hauendi kwenye matibabu, maana yake pikipiki hii inaweza ikatumika kukuingizia kipato. Kwa kawaida kwenye wilaya yetu kwa siku pikipiki inalaza 10,000 mpaka 12,000. Maana yake ni kwamba ukiwa na kijana mwaminifu, na huyu amekuwa ni mwaminifu sana, anaweza pia akapata chochote kitakacho kusaidia kwa ajili ya matibabu na dawa zako, kukupunguzia ule mzigo wa kuwa unaombaomba kwa watu tofauti tofauti. Kwa ni kukabidhi pikipiki hii ni ya kwako. Tutahakikisha tunakamilisha usajili na sasa ikusaidie kwenda na kurudi kwenye matibabu, lakini pia ikuingizie kipato. Nakushukuru sana, na pikipiki yako ndio hii hapa. Sasa wewe ukiwa ni mwenyekiti na wao wakiwa ni wajumbe wako, kwa sababu Mungu amewajalia wanaweza wakakimbizana huku na kule, tumesema tuwaletee guta hapa ambayo mtatumia kwa shughuli mbalimbali. Mnaweza mkasema mnafanya usafi kwenye kata yenu, Mheshimiwa Diwani yuko hapa. Ina maana guta hili mkiliwekea nylon vizuri likapunguza uchafu kwenye eneo, na watu wakakulipa zile 1,100 eneo hili za usafi, badala ya kumpa mtu mwingine. Mheshimiwa Diwani, mnaweza mkasimamia mkasema kwa mahitaji ya eneo hili basi guta lipo lifanye shughuli za usafi hapa. Ile 500 1,100 itamsaidia mwananchi mwenzetu, kile kikundi ambacho kimepewa nini? Kimepewa fursa ya kufanya usafi. Kuna watu wanahitaji maji, kuna sehemu nyingine bado tuna changamoto ya maji. Wanaweza wakatumia guta hili kubeba madumu ya maji wakapeleka katika maeneo yale na mkapata kipato. Kuna mizigo kwenye masoko. Unaweza ukaenda kule, kuna soko la ndizi, kuna soko sijui la simu 2,000 na kitu gani. Tunaweza tukaenda kule tukabeba mizigo tukapata kipato. Kwa hiyo kikundi hiki
kikawa kina kipato ambacho wenyewe pia watapata, lakini na wewe utakuwa umepata kupitia kikundi hicho. Kwa na leo mwenyekiti na kukabidhi, wakati unaugua ulikuwa hutegemei kwamba ungekuwa mwenyekiti wa kikundi, lakini Mungu amekuona pamoja na kuugua kwako, wewe ndiye mwenyekiti wa nini? Wa kikundi. Wasimamie kwa ukaribu. Sawa Waambie jamani, tupambane ili hichi kikundi kifanyaje? Kitutoe. Si sawa Ugonjwa huu uwe ni sehemu ya mafunzo na njia ya kusimama upya katika kujipambania. Mimi naamini bado Mungu ana sababu na wewe, Mungu ana sababu na wale wote walio kukusaidia kupitia muunganiko huu tulioutengeneza wa kikundi, basi tunaweza tukapata matokeo mazuri zaidi. Kwa naomba sasa nikukabidhi wewe na wana kikundi guta hili. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Asante sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wema na utu wako. Nashukuru sana, umesimama kama mama badala ya mamangu, wewe umebaki kuwa mama. Naishiwa maneno, nashindwa kuongea neno zaidi ya asante. Kama ningekuwa ningetumia mama. Nashukuru sana sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa upendo wako ulioonyesha kwa matibabu, kwa kila kitu nilichopewa leo na Mheshimiwa DC. Pia namshukuru pia kaka yangu Albert Msando, pamoja na yote na hajawahi kuniacha. Pamoja siku zote, kila nikipiga simu anaitika kwa wakati. Pia kaka yangu kipenzi Dr. Kumbuka, nakushukuru sana kwa kunitoa chini ya meza. Wanawake wenzangu wa ustawi wa jamii wote nawashukuru. Naitwa Rafael Awino, diwani katika kata hii ya Sinza. Kama diwani katika kata ya Sinza, niseme tu kwamba tutashirikiana na familia hii kuhakikisha kwamba usajili unafanyika kwa haraka, lakini pia tunakatia bima chombo hichi. Nadhani swala bima Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya atalibeba, kuhakikisha kwamba tukishapata kadi kwa jina la mama hapa, kadi lazima itoke kwa jina lake, nitaikatia bima kubwa ili kuhakikisha kwamba ikitokea itilafu yoyote kwenye chombo hiki basi aweze kurejeshewa hasara zake, au ikitokea jambo lote la barabarani awe protected.